Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu asubuhi ya leo jinsi vile Bwana amepata kutulinda juma lote hadi siku ya leo. Nataka tumuinue Mungu wetu ambaye anaishi milele, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na siku ya leo nataka ninene nawe kuhusu neno la maombi. Maombi ndiyo silaha yetu ambayo tumeachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu hapo katika maombi ndiyo mahali ambapo kuna nguvu zako. Hapo katika maombi ndipo mahali ambapo kuna majibu yako. Kwa sababu kidumu katika maombi, wewe utakuwa unakuwasiliana Mungu uso kwa uso ama ana kwa ana, kwa sababu maombi ndiyo ambayo yanaweza kufanya wewe kukutana Mungu kwa hali zozote zile. Basi wakati huu wa leo nataka nikupatie andiko katika maandiko katika Mathayo mlango wa 7 na fungu lile la 7, na ninapoenda kulisoma utapata kubarikiwa kwa hilo andiko. Andiko nasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Neno hili ni juu ya ombi, kwa sababu ombi ndiyo ambalo linaweza kufanya wewe kuomba na ukatafuta na ukaona, kwa sababu ukitafuta ndio utapata. Na hiyo ndio silaha moja ambayo muamini katika Kristo ameachiliwa mambo hayo. Kwa hivyo nataka niombe kwa fupi sana ili tubarikiwe na hili andiko. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Mungu ambaye Bwana umetulinda na kutuongoza Bwana ndani ya juma lote. Hata siku ya leo tunasimama mbele zako tukikuhitaji Mungu uwe pamoja nasi sasa na neno lako Bwana. Kwa Yesu Kristo nimelibariki neno hili kwa kila anayelisikiliza sasa na neno lako umeomba na kuamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wakati huu ni wakati mzuri ambao tuko hivi sasa. Ni wakati ambao wa janga ambalo lipo katika Kenya, janga ambalo lipo katika Afrika, janga ambalo liko katika ulimwengu mzima. Watu wanalia hapa na pale, watu wanaangamia, watu wanakufa kwa sababu ya huyu corona, anaitwa virus huyu corona, ambaye ameleta janga hili katika ulimwengu mzima. Lakini katika hali ya kujua watu wa Mungu mahali walipo, ni mahali ambapo watambue siri hii. Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kutufundisha mambo mengi, ameweza kutuonyesha katika kuona katika mambo ya kiroho, ili tukapata kujua kwa kweli kuna silaha moja ambayo hiyo inatakana isimame pamoja na watu waamini katika Kristo. Kwa sababu ukiomba unazungumza na Mungu, ukijiachilia na kumhusisha Mungu, wewe unawasiliana na Mungu. Ndiposa maandiko yanatuonyesha kwamba ombeni nanyi mtapewa. Tutaomba nini? Tunaomba ulinzi wa Mungu, tunaomba uponyaji wa Mungu, tunaomba wokovu wa Mungu, tunaomba usalama katika nchi yetu, tunaomba kufanikiwa kwa kila jambo ambalo lipo katika ulimwengu huu, kwa sababu Yesu Kristo aliweza kutuachilia maneno haya kwamba ombeni ninyi kwa nyinyi ili mkapata kutana na hoja zenu mbele za Mungu. Kwa sababu Yesu mwenyewe ametuahidia, yeye ametuombea katika maandiko. Ukiangalia katika Yohana mlango wa 17 amenena maneno haya, kwa sababu ameombea ulimwengu mzima, ameombea wale ambao ni waamini, wale ambao watajiachilia kwa Mungu. Wao wameachiliwa ili wakapata kudumu katika kujihusisha na Mungu. Yesu akasema kwamba wale walio wangu nimewalinda, wale walio wangu nimewapatia ulinzi, kwa sababu Yesu amedumu katika hali ya kuombea ulimwengu. Hata siku ya leo nataka nikutie moyo mahali ulipo. Siku ya leo nataka niweke nguvu nyingi ndani ya maisha yako. Dumu katika maombi, ishi katika maombi. Nami hata siku ya leo nataka nikaombe na wewe, kwa sababu Mungu yuko anatusikia. Ombeni bila kukoma, ni kwa sababu Mungu ambaye ametuita sisi ni lazima tumhusishe Mungu katika maombi yetu. Hoja za maisha yetu, hoja za mioyo yetu, lazima tumwachilie Mungu ambaye anaweza kudumu katika maisha yetu. Basi kwa sababu hiyo nataka niombe na wewe siku ya leo mahali ulipo. Nataka niombe na wewe ukiwa pale nyumbani kwako, kwa sababu ya wakati huu
ambao tunasimama katika zamu ya kuweza kujiachilia mbele za Mungu tukiwa majumbani mwetu, ni lazima tunaomba na wewe mahali ulipo, ili Mungu akusaidie, akupatie ufunuo wa kwamba kweli Mungu ako na wewe mahali ulipo. Basi kwa fupi, siku ya leo nataka niombe na wewe kwa hoja yako maishani mwako, ili Mungu akuinue na Mungu akutendee na Mungu akupatie matumaini ndani ya maisha yako. Ninaenda kuomba kwa ajili ya serikali yetu ya Kenya, naenda kuomba kwa ajili ya Afrika mzima, naenda kuomba kwa ajili ya ulimwengu mzima. Bwana adhihirishe uwezo wake. Tunaomba kwa sababu Mungu ndiye silaha yetu na majibu, katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe mahali ulipo. Ukiwa unaweza kupiga magoti mahali ulipo, ukiwa unaweza kumwinulia Mungu mahali ulipo, pia endelea kumwinulia Mungu maisha yako mahali ulipo, na Bwana atakubariki, na Bwana atakulinda, na Bwana atakufunulia siri za ufalme wake maishani mwako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbingu na nchi, tazama siku ya leo ni siku ambayo Bwana ulisema kwamba tuombe, na asibaye Bwana utaweza kutusikia. Tukiomba Bwana na sisi tutaweza kupokea, kwa sababu siku ya leo hii ni siku ambayo Bwana moyo wangu umesukuma Bwana nikapata kuomba kwa ajili ya kijana yule, nikaombe kwa ajili ya mama yule, nikaombe kwa ajili ya kila hoja ambayo iko ndani ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu silaha ambayo Bwana tunaweza kuishi na kuweka matumaini makuu ndani yetu ni kwa sababu ya maombi, kwa sababu Mungu tunapoleta hoja zetu, wewe Mungu husikia. Tazama Bwana majeshi, ulisikia maombi ya watumishi wako, ulipokea maombi ya watumishi wako Bwana, hata wakati ule Bwana, wakati madhoruba ilipokuwa inapiga katika bahari ile Bwana, Mungu uliweza Bwana kutuliza hata ile bahari, ukaondoa mawingu yale Bwana, kwa sababu Yesu alikuita Bwana, na Mungu ukaweza kusikia na ukatuliza bahari ile Bwana, na kukawa shwari. Hata siku ya leo tunajikabidhi kwako Mungu, tunakuhitaji Mungu ukapate Bwana kutenda kazi ndani ya watu wetu wale waamini Bwana, kwa sababu silaha yetu Bwana ni kwamba Mungu tukapata kukaa ndani yako, tukapata kudumu katika maombi. Tunapoomba Mungu tunajihusisha na wewe Bwana, tunajikabidhi kwako Jehova. Tazama Bwana, kwa ajili ya nchi yetu hii ya Kenya, ninakabidhi nchi yetu ya Kenya, hata nikianza kukabidhi katika kaunti zote za Kenya nzima hii Bwana, ukatembelee Bwana na ukatende kazi ndani yao Bwana, na ukaokoe Bwana, na ukaponye Bwana maombi yetu Bwana, ukapata kuondoa janga hili Bwana la corona ambayo Bwana iko katika nchi yetu ya Kenya. Tazama Bwana, majanga yako katika hali ya mbalimbali, hata mafuriko pia yako Bwana. Tunaomba katika jina la mwanajeshi tukapate kuondoa na ukapate kuondoa na kuangamiza Bwana falme zote za ibilisi ambaye Bwana ameinuka katika Kenya hii, ameunika katika Afrika hii, ameinuka katika ulimwengu mzima. Ninasimama kinyume cha mapepo yote, ninasimama kinyume cha nguvu zote za giza, nikiharibu kazi zote za ibilisi, nikikemea kazi zote za ibilisi katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana majeshi. Baba, katakase Bwana watu wako, kwa walinde watu wako mahali moja Jehova malipo Jehova, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kutuombea Bwana, akasema Bwana ametuombea ili Bwana tukakae salama katika ulimwengu huu Bwana majeshi, kama vile Bwana umenena pamoja nasi Bwana kupitia maandiko Yohana mtakatifu mlango wa 17 na kuendelea Bwana. Tunaona Bwana umeona, umezungumza nasi Bwana, tukapate Bwana kukaa katika kwako Bwana, tukadumu katika kwako Jehova ulivyotuombea Mungu. Hata siku ya leo Bwana tunafanya hivyo kama waamini Bwana, tunaombeana Bwana, tunapeleka maombi haya Bwana, tenda kazi Bwana, okoa Bwana, ponya Bwana, ondoa kila hila zote za ibilisi, njama zote za ibilisi. Tunang'ona kuharibu makanisa, yakafunguliwe makanisa, wakamwone Mungu, watu Bwana wakapata kujua kwa kweli kuna Mungu aishie, katika jina la Yesu Kristo Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Naomba Mungu wa rehema ukapata kutakasa Bwana watu wako mahali walipo, ukapata kuponya wale watu wangu walipo Bwana, waliopatikana na janga hili Bwana la virusi hivi Bwana, tunakemea Bwana ukawatendee miujiza walipo Jehova. Asiwe na mmoja Bwana ambaye Bwana atatahayari akisetoa matumaini ndani yake. Kaokoe Bwana, kawaponye, kwa sababu Bwana utembea Bwana Yesu Kristo uliponya Bwana majeshi. Asante kwa sababu Mungu unaenda kuponya Bwana. Ninakemea na kuharibu kazi zote za ibilisi, ninavunja madhabahu yote ibilisi mahali pote walipo, katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana majeshi. Fungua watu wako Bwana majeshi, majumbani kawafungue, kawaponye majumbani Bwana, kawatie nguvu majumbani Bwana, kawatendee muujiza sawa sana pesa kwa majeshi. Asante kwa sababu Mungu umetawala ndani yao. Asante Bwana kwa sababu Mungu umeponya ndani yao. Asante kwa sababu Mungu umegusa katika nchi yetu ya Kenya, tukikabidhi Bwana hata Afrika mzima, hata ulimwengu mzima Bwana, ukatende kazi sawa
sana pesa kwa majeshi. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mungu kwa sababu Baba umetakasa watu wako na kuwaponya watu wako Bwana. Naamini Mungu umetenda muujiza sana pesa kwa majeshi. Tunasema ni asante kwa sababu kwa uponyaji Bwana ambao umefanya watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo ukaokoe na kuwaponya mahali hapo Bwana wetu. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya ombi hili. Wacha Mungu akutendee muujiza mahali ulipo. Wacha Mungu aendelee kuponya mahali ulipo. Wacha Mungu aendelee kuokoa nchi yetu, akaokoa ulimwengu mzima, kwa sababu Yesu ni Bwana wa mabwana na mponyaji, na Bwana anatekeleza mahitaji ya watu wake katika ulimwengu huu sawa sawa na neema yake. Nashukuru Mungu kwa wakati huu pia. Nasema Mungu akubariki ndani ya juma lote. Endelea kujiachilia kwa Mungu, endelea kuomba mbele za Mungu. Bwana atakutendea muujiza mahali ulipo na Bwana atakuokoa. Mimi ni Bishop Rickson Panga ambaye nimeweza kujiachilia mbele za Mungu ili tukapata kutiana moyo na kuombeana mahali ulipo, na Bwana akubariki. Na ukitaka pia usaidizi wote unaweza kunipigia simu na ukapata kuongea na wewe, tukahisi kuomba na wewe sasa na neno la Mungu. Namba simu ndio hii 0721 92 8705. Mungu akubariki na Bwana akutendee muujiza mahali ulipo, kwa sababu yeye yuko kwenye kiti chake cha enzi. Bwana akubariki.